Yes sir, ibora kama karibu sana kwenye huu mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Ibora mambo ni yanazidi kupamba moto Rais Msulwa amekataa kabisa kuongozwa na chama cha Scorpion na hajapendezwa kabisa na maamuzi ya Nadia. Haijalishi huyo Nadia alimsaidia, ila yeye anachokijali ni kwamba lazima atumie mamlaka aliyonayo kama mheshimiwa rais. Sasa tunachojiuliza, mheshimiwa rais ataweza kweli kumzuia Nadia? Je, hii vita unahisi nani atakuwa mshindi, Nadia ama mheshimiwa rais? Bada. Karibu sana kwenye hii sehemu ya 21. Langu jina naitwa Uncle J, simulizi mzigo mtamu kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Bwana, karibu, nisio mzungumzaji sana. Karibu bwana, tujue nini hasa kilichoweza kuendelea. Nisikilize vizuri sana Ruben, tena unisikilize kwa umakini. Mimi kwenye hili siwezi kabisa kukubaliana na Nadia. Sasa andaa kikosi cha siri, sawa, ambacho kinatakiwa kuifanya hii kazi. Alafu pia ndege iliyombeba Maria, mtoto wa The Evil Game, ile ndege ikishafika hapa nchini, nataka izuiliwe haraka iwezekanavyo, na waliomteka ikiwezekana wakamatwe. Wakileta ubishi wauawe wote, na huyo binti wa The Evil Game nataka akombolewe. Ruben, kwa sasa hivi hebu tuma hiko kikosi cha siri kiende kule baharini alipokuwa The Evil Game. Nendeni akachukuliwe The Evil Game, afichwe kwenye ile nyumba yetu ya siri kule. Akishafichwa kule, atulie, alirax. Sawa? Nisikilize Ruben, mimi sitoweza kuongozwa na mwanamke ambaye hajui hata uchungu wa mtoto. Hilo kwangu Ruben, mimi siwezi kukubali kabisa. Naam, mheshimiwa rais alizungumza kwa msisitizo na kumfanya kijana Ruben atingishe kichwa, ikiwa ni ishara ya kukubaliana naye, kwa sababu kama Nadia ameanzisha vita, basi wao wapo tayari kupambana naye kivyo vyote vile. Ruben akasema, ila mheshimiwa, mimi nimejifunza kitu kikubwa sana kutoka kwa Scorpion. Kitu gani iko Ruben? Wewe una kitu gani cha kujifunza kutoka kwa wale wapumbavu? Wale ni wapumbavu tu. Kuna kitu cha kujifunza kutoka kwa wale? Mheshimiwa, ninachokimaanisha ni hiki. Hawa watu Scorpion wana wapelelezi wao kila sehemu, hata hapa Ikulu pia. Mimi nina imani hiyo wana watu wao. Alafu mbaya zaidi mheshimiwa, ni watu ambao hawawezi kudhaniwa wala kuwahisi. Kwa hiyo mimi nachokuomba mheshimiwa rais, kama tunataka kuanzisha vita, basi tujue ni nani na nani wa kuweza kuwachagua kwenye uanzilishi wa hiyo vita. Tunaweza tukaanzisha vita na Scorpion, kumbe hapa Ikulu wapo watu wa Scorpion, sisi hatujui, alafu tunawatuma. Unadhani watatekeleza? Okay, sawa Ruben, nimekuelewa. Unajua Ruben, katika vijana wangu wote hapa Ikulu hakuna anayemwamini. Hakuna. Mimi nakuamini wewe Ruben, mimi nina imani na wewe. Hata tukianzisha haya mapambano na Scorpion, naamini wewe Ruben ndo utachagua watu walio sahihi. Ruben, mimi inafika stage na kuamini, hata kama nikikuacha na mke wangu chumbani, najua huwezi kufanya jambo lolote. Mimi nakuamini sana. Mheshimiwa, hebu tuachane na hayo. Ila mheshimiwa, huyu kijana wako Bobby pamoja na Roy, kwenye hili mimi nataka tuwaondoe wasijue kabisa kinachoendelea. Bobby na Roy tutawaweka kama watu wakati watakao tupatia taarifa za yule Madam Nadia, kwa sababu anaonesha nia kubwa sana ya kutaka kuwatumia Bobby na Roy kwenye kazi zake. Nani anataka kuwatumia? Namzungumzia Nadia.
anataka kuwatumia Bobby na Roy. Kwa tumwache awatumie, ili sisi tu tunapata taarifa kutoka upande wa pili. Sisi wale tusijihusishe nao kabisa. Ruben, ndio maana nakupenda sana wewe kijana. Sasa fanya mpango, tukamchukue kwanza The Evil Game kule kwenye fukwe za bahari. Tukamchukue kule, tumsaidie, mpeleke kwenye ile nyumba ya siri kule, na ikiwezekana nataka yule The Evil Game bwana Don Bosco awekewe ulinzi wa kutosha, awekewe ulinzi mzuri kabisa. Sasa mimi kuna faida gani ya kuwa rais? Raha ya kuwa rais ndo kama hivi, natawala na kuwa na mamlaka, hakuna wakunipelekesha. Si ndio bwana Ruben? Lazima tule mema ya nchi. Hapa nikishatoka madarakani hatuli tena, hatufaidi tena. Kwa lazima tule kipindi hiki ambacho mimi niko madarakani bwana Ruben. Wewe utafaidi sana kwenye uongozi wangu. Sawa mheshimiwa, tuko pamoja. Naam, Ruben alitoka ofisini kwa mheshimiwa rais. Aliondoka ikulu hapo akiwa yuko peke yake kuelekea alipokuwa Sebastian Don Bosco ambaye ndo The Evil Game mwenyewe. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona bidada Nancy akikumbatiana na mfanyakazi wake aliyekuwa anamwagikwa na machozi. Mfanyakazi huyu ambaye ni house girl alisema, dada, nilijua umekufa. Mdogo wangu, pole sana kwa kilichotokea. Dada, asante. No, nisikilize, hebu silie. Sasa hivi tuko hai, mimi na shemeji yako. Hakuna baya na hakuna jambo lingine lolote litakalotutokea. Kwa kuomba uwe na amani, sawa? Nancy alizungumza huku akimfuta machozi msichana wake huyo wa kazi. Mkuu, IGP anakuhitaji ofisini kwake. Okay, sawa, nakuja. Hebu nisikilize, nisubiri hapa, nakuja. Sawa dada. Naam, Kamanda Nancy alitoka katika hiko chumba na kumwacha binti yake wa kazi na Roy ambaye alikuwa ameongozana naye. Nancy alitembea mpaka mlangoni mwa ofisi mwa IGP. Aligonga mlango na kweli aliweza kuruhusiwa kuingia. Nancy alipiga saluti ya kikakamavu na kisha IGP akamwonyesha ishara kukaa kwenye moja ya kiti kilichopo ofisini hapo. Nancy alianza kwa salamu. Shikamoo mkuu. Marhaba. Pole kwa kilichokutokea. Nashukuru mkuu, ni moja ya changamoto za kikazi. Yaani kweli? Nataka kujua ilikuwaje mpaka yakatokea iliyotokea. Naam, hapo Kamanda Nancy ilibidi amwelezee IGP kila kilichotokea, kuanzia ulipovamiwa na hadi walivyojikomboa na kurudi nchini. Ila kitu alichokificha Nancy ni juu ya tani za vipande vya dhahabu. Hilo jambo hakumweleza kabisa mkuu wake wa kazi. Sasa poleni sana kwa changamoto. Tunashukuru mkuu. Umekuja na mpenzi wako? Nimemwacha kwenye ofisi, yuko na binti yangu wa kazi. Sasa unajua Nancy, mimi nilipata wasaa wa kuzungumza na binti yako wa kazi na akatueleza kwa ufupi kilichotokea mpaka yeye kupelekea kujificha. Ili tusaidia kujua tukio hilo ni la utekaji na sio la uuaji. Kama wangetaka kuwaua basi wangewaua. Najua kwa sasa akili yako haitokuwa vizuri Nancy. Kwa hiyo nimeona nikupe likizo ya siku 90, nikimaanisha miezi 3, ukapumzike nyumbani. Ikiwezekana upate na mwana saikolojia atakayekusaidia kuiweka akili yako ikae sawa. Hapana mkuu. Likizo ya siku 90 miezi 3 ni likizo kubwa sana kwa upande wangu. Nancy, ukiachana kama mimi kuwa mkuu wako wa kazi, ila unatambua kwamba mimi ni kama baba yako. Baba yako alikuwa ni rafiki yangu mzuri sana na nilianza naye depo moja tukiwa vijana wadogo.
tukahamishiwa sehemu mbalimbali katika utendaji wetu wa kazi. Hivyo nakupa likizo hiyo kama baba. Barua utaipitia kwa sekretari wangu pale. Ni likizo yenye malipo pia. Kwa huu muda mchache tuliozungumza, na kuna kabisa hauko sawa. Nisikilize Nancy. Jeshi la polisi linakuhitaji sana. Utakapokuwa wewe haupo sawa, kiwango chako cha kufanya kazi kitayumba na kinaweza kuwaathiri hata waliopo chini yako wanaopokea amri kutoka kwako. Kwa hiyo kwa sasa ni vyema ukapumzika. Fanya nililokuambia na kisha baada ya hapo utarejea kazini ukiwa uko na hali na moto wa utendaji wa kazi. Nadhani tumeelewana binti yangu. Sawa, nimekuelewa. Utawekewa askari wawili wa kukulinda nyumbani kwako. Wawili wataingia asubuhi hadi jioni na wengine watapokezana jioni hadi asubuhi. Nashukuru sana mkuu. Ila kwa sasa nitahamia kwa mpenzi wangu. Unamwamini huyo mpenzi wako kwamba nyumbani kwake ni sehemu salama kwa wewe kuwepo? Ndiyo, namwamini. Basi hayo ni maamuzi yako binafsi, ila ulinzi utaendelea kama kawaida kwenye nyumba yako. Nashukuru sana mkuu. Mpigie mama yako, kwa sababu mamako bwana alikuwa na wasiwasi mkubwa sana alipokukosa hewani, na nilimwambia kwamba upo kwenye majukumu ya kikazi. Hivyo hakikisha unampigia simu mama kumweleza kwamba uko salama. Sawa. Si hajui ya kwamba nilitekwa, si ndio? Hujamwambia hivyo? Sikuweza kumwambia kwamba wewe umetekwa. Unadhani ningemwambia mama kwamba wewe ulitekwa, mama angekuwa kwenye hali gani? Sawa, nimekuelewa. Nancy, unaweza ukaenda. Acha mimi niendelee na majukumu. Naam, msikilizaji, Nancy alisimama, akampigia saluti IGP. Alitoka ofisini hapo, akapita kwa sekretari wa IGP, akakabidhiwa pale bahasha yenye barua ya likizo. Akakuta pale na cheki iliyokuwa yenye thamani ya kama milioni 5 hivi, ikiwa ni kama pole iliyokuwa imetolewa na askari wenzake. Sekretari akamwambia, wanakusubiria hapo chini. Nancy ilibidi aulize kina nani wananisubiri. Ni wafanyakazi wote wanakusubiri. Okay, sawa. Kweli Nancy akapita katika ofisi aliyokuwa amemwacha dada wa kazi pamoja na Roy. Wakashuka hadi ofisi za chini, akakuta wafanyakazi wenzake wakiwa wamekusanyika, ikiwa ni ishara ya kumpa pole. Nancy alianza kupita katikati yao huku akiwa anampigia makofi. Nancy akasema, asanteni sana, niko salama na nitarudi nikiwa niko fiti. Nancy alizungumza hivyo, lakini machozi muda huo yalikuwa kimbubujika, kwani toka amekuwa makao makuu ya polisi ni mara chache sana yeye kuweza kuchukua likizo. Muda mwingi sana Nancy amekuwa ni mtu wa kufanya kazi na sio mtu wa kukaa sana ofisini. Nancy alisikia maneno hayo yaliyotamkwa kwamba tunakutakia likizo njema. Nancy alisikia maneno hayo kutoka kwa wafanyakazi wenzake. Wakatoka nje huku Roy akiwa amemshika mkono. Roy akamwambia Nancy, kumbe kazini kwenu hapa mna upendo wa kiwango hiki. Yeah. Jeshi la polisi sisi tunaishi kama familia moja. Hongereni sana. Roy alizungumza hivyo huku akifungua mlango wa siti ya mbele atakayokaa Nancy. Akazunguka upande wa pili, akaingia ndani ya gari, huku dada naye wa kazi akaingia kwenye siti ya nyuma. Taratibu waliondoka makao makuu ya polisi. Bebe. Naomba simu yako niongee na mama. Okay, ni sawa tu, kuna shida. Roy akampa Nancy simu. Nancy akaingiza namba ya mama yake na kweli akampigia. Simu iliita kwa sekunde 3 tu. Simu hiyo ikapokelewa. Halo. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu Nancy. Hey, unaendeleaje mwanangu? Salama tu mama. Simu yangu bwana imepotea. Hii ni simu tu ya mkweo. Mkwe? Ndiyo mama. Nancy alizungumza huku akitabasamu usoni mwake.
Nilikuwa kwenye majukumu fulani hivi, hivyo sikuwa hewani. Mwanangu, yani siku 2 hizo mimi nilikuwa ninaota ndoto mbaya tu kuhusu wewe. Sikuwa nina amani kabisa mwanangu. Hebu fanya uje huko Moshi. Si unajua wiki ijayo ni kumbukumbu ya marehemu baba yako. Ndiyo mama, nakuja. Ila nakuomba uwe na amani. Haya, uwe na mkwe wangu huyo, uje naye nimuone. Huyu hapa mama, mwambie mwenyewe. Nancy alizungumza huku akimpatia simu Roy. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu. Nimefurahi kweli kuongea na wewe. Hata mimi mama. Huyu mwanangu Nancy hajawahi kunitambulisha kwa mwanaume yeyote. Na wewe ndo mara ya kwanza na kusikia. Kusema ule kweli kijana wangu, nimefurahi sana kuongea na wewe. Na wewe ndo mwanaume wa kwanza. Aise, nafurahi sana. Mpaka mwanangu amekutambulisha kwangu. Ina maana kweli amekupenda mwanangu, Ni hata mimi nampenda pia mama. Lakini pia mama, nashukuru pia hata mimi kuzungumza na wewe, nashukuru sana. Karibu sana Moshi mwanangu. Karibia huku Moshi bwana. Nitakaribia mama, na kuahidi hilo. Haya, asante mwanangu. Haya mama, mimi nashukuru. Haya babangu, asante sana. Hapo Roy akamrudishia Nancy simu. Mama, we mwanangu, huyo mwanaume mbona na sauti nzuri? Hivi we mwanangu, si unasikilizaga zile simulizi za Uncle Jay, yule mkaka wa YouTube? Mama, umeanza. Sio nimeanza. Huyu mkaka na sauti nzuri kweli kweli mwanangu. Una haki ya kumtambulisha. Unajua kupata wanaume wenye sauti nzuri kama hawa ni wachache sana, unalijua hilo? Bana mama, hebu tuyaache hayo bwana. Mama, mimi nashukuru kwa hilo. Naenda kurenew line yangu na kesha nitakupigia. Haya mwanangu, ila usimwache. Sawa? Mimi nina amani. Mengine nitaongea na wewe mkija hapa. Haya mama. Nancy akakata hiyo simu. Baby, saa 9 hii. Nakuomba unipitishe benki nikatoe pesa kwenye check kabla hawajafunga. Na okay, sawa. Naam, kweli bwana. Wakaelekea benki ambayo Nancy alikuwa amemtajia, huku wote wakionekana kuwa na furaha kubwa mno. Nancy, Roy, penzi lao lilikuwa ni tamu kweli kweli. Msikilizaji, tukihamia upande wa pili, tunapata kumwona Ruben ambaye ni kibaraka wa Mheshimiwa Rais. Ruben alikuwa amevalia kofia nyeusi, akashuka kwenye gari lake mwenyewe huku akiwa anatazama mazingira jinsi yalivyo katika fukwe hiyo. Ruben akazunguka kwa dakika kama 5 kwenye fukwe hizi za bahari. Ruben alikuwa anahakikisha hakuna mtu hilo eneo. Akajiridhisha kisha kwamba hakuna mtu, akatoa simu yake mfukoni. Halo, unaweza kutoka ndani ya chombo, hakuna mtu hapa nje. Okay, sawa. Ruben alikata hiyo simu. Msikilizaji, kumbe alikuwa amempigia bwana Don Bosco ambaye ni The Evil Game. Mara baada ya kukata hiyo simu, huku mkono wake mmoja ukiwa kiunoni, eneo alipokuwa amechomeka bastola yake. Baada ya dakika 5, Ruben akamwona Sebastian Don Bosco ambaye ndo mzee huyu The Evil Game. Alikuwa akipiga mbizi kwa mbali, na ndani ya muda mfupi Sebastian Don Bosco alifika eneo la fukwe za bahari huku akiwa ameloa nguo zote. Ruben akamwambia, The Evil Game, karibu sana Tanzania. Nashukuru sana. Ruben akampapasa mwilini mwake, akaichukua bastola ya Don Bosco. Don Bosco akasema, vipi kijana, huniamini? Mbona unanitreat kama vile mkimbizi? Ruben akasema, nakuamini, lakini unajua hata wakimbizi huwa hawaingii kambini wakiwa na silaha. Okay, sawa. Asante, nashukuru. Kweli wakatembea hadi eneo ambalo Ruben alikuwa ameacha gari yake. Ni vema mzee wangu kakaa siti ya nyuma kwenye gari. Ruben mara baada ya kusema hivyo, Sebastian Don Bosco alifungua mlango wa siti ya nyuma, akaingia. Wakaondoka hilo eneo huku kimya ukiwa umetawala. Hivi we kijana, yule mwanamke aliyenipigia simu unamjua? Bwana Sebastian alimkuvunja ukimya na kuanzisha mazungumzo wakiwa wako ndani ya gari. Ruben ilibidi aulize,
Kwamba unamzungumzia mwanamke gani? Unajua yule mwanamke hakujitambulisha jina, ila yule mwanamke anadai ya kwamba yeye ndiye aliyemshikilia mtoto wangu Maria. Na imani hata wewe utakuwa unamjua huyo mwanamke. Anamjua. Ni nani kwani? Ni mkuu wa Scorpion. Scorpion? Sasa Scorpion mimi nimewafanya nini Scorpion mpaka waende wamteke mwanangu? Kwani wewe hujui umefanya nini mzee wangu? Mbona unajifanya kuwa mtu asiyekuwa anatumia akili? Hadi ukiona Scorpion wamekuingiza kwenye 18 zao, tambua kabisa umekanyaga waya wa umeme. Kwa ni swala la muda tu wewe kupigwa shoti. Yaani usiniektie hapa kwamba wewe hujui nini ulichokifanya mpaka wale washikaji wakaamua kumteka mtoto wako. Naam, muda huo Ruben alizungumza huku akiendelea kuendesha gari kwa mwendo wa kasi. Walifika katika nyumba iliyokuwa imezungushiwa ukuta huku ikiwa na geti kubwa mno. Ruben akapiga honi pale na mlango ukafunguliwa, wakaingia ndani ya hilo jumba. Bwana Sebastian Don Bosco ambaye ni The Evil Game alitazama walinzi wenye bunduki za kivita wakiwa katika hilo jumba, yani linalindwa na watu ambao kiukweli kimasihala tu huwezi kuingia. Ruben akamwambia, nisikilize Bwana Sebastian, utaishi hapa ila kwa makubaliano maalum. Naam, Ruben alizungumza huku akisimamisha gari. Wakashuka pale ndani ya hilo gari na wakaingia ndani. We mzee, njoo. Ruben alizungumza huku akiwa anaongoza njia. Wakaingia ndani ya chumba kimoja na kisha Ruben akasema, nisikilize mzee wangu, unatakiwa kuishi hapa. Mimi nashukuru sana. Kabati hili lina nguo, unaweza kuzibadilisha nguo zako ulizozivaa. Sawa, nashukuru sana. Kwa taarifa ya upelelezi wetu ni kwamba ndege iliyomteka mwanao inayotoka Marekani imebakisha masaa 4 tu kuingia hapa Tanzania. Ndege hiyo yupo mtoto wako ndani. Tunachokihitaji kukifanya ni kumtoa mwanao, kwa sababu hiyo itakupa uhuru wa wewe kuishi bila wasiwasi. Mpaka sasa hivi una wasiwasi sana kuhusu mwanao. Aise, Ruben, mimi nitakushukuru sana. Tena sana. Sijategemea kama wewe na Mheshimiwa Rais mtanifanyia huu wema. Aise, nawashukuru sana. Mfikishie salamu Mheshimiwa Rais. Mwambie nashukuru sana. Nisikilize Bwana The Evil Game. Hakuna wema usiokuwa na malipo. Hii ni biashara. Hatuwezi kuweka maisha ya makomando wetu hatarini kwa ajili ya ujinga wako ambao uliufanya kuingiza timu ya makomando wako kuvamia vijana wetu ambao walifanya kazi kwa lengo la nchi yetu. Yaani kwa kifupi sisi hapa tunaisaliti nchi yetu kwa sababu yako wewe hapo. Kwa hatuwezi kukutendea wema bila malipo. Kwa hiyo sasa mnahitaji kiasi gani sasa niwalipe? Unakumbuka lile dili la wa Russia kuhusiana na gesi ilitugharimu hasara kiasi gani, unakumbuka? Mimi sifahamu chochote. Ilikuwa ni dola bilioni 100. Ukapata dili lile na ukaingiza gesi Afrika Kusini, ukajipigia mamilioni ya dola au hata zaidi kwa kipindi chote hicho ulicholivuruga dili lile. So acha nizungumze na boss tujue ni kiasi gani atahitaji, lakini malipo ni lazima. Hapa mna vya bure hapa. Sawa, kwa ajili ya usalama wangu na wa mtoto wangu mimi niko tayari kutoa chochote mtakachosema. Mimi niko tayari. Ingia kwenye chumba uoge, badilisha nguo. Maji ya chumvi yamepaushwa. Naam, Ruben alizungumza huku akitoka ndani ya hiko chumba, huku simu yake ikiwa iko sikioni mwake. Ruben akasema, mheshimiwa, nimeshampata huyu jamaa. Vizuri sana.
Umeongea naye? Naam. Hapo sauti ya rais ilisikika vizuri mno masikioni mwa Ruben. Ruben akasema ndiyo mheshimiwa. Yupo tayari kutoa kiasi chochote kile cha pesa. Sasa we Ruben, unataka tumgonge shingapi huyo atoe? Mpumbavu kweli huyo. Mimi nakusikiliza wewe tu mheshimiwa rais. Useme tumpige shingapi. Naam. Hapo mheshimiwa rais kwanza alishusha pumzi akiwa anatazama picha yake, picha ya mkewe pamoja na mwanae, picha hiyo iliyopo kwenye frame ndogo juu ya meza yake ofisini hapo. Hebu sikiliza Ruben. Huyo inatakiwa afanye huu mgawanyo. Aingize dola milioni 100 kwenye akaunti ya mwanangu. Dola milioni 100 kwenye akaunti ya mke wangu. Dola milioni 200 kwenye akaunti yako. Dola milioni 200 kwenye akaunti yangu. Jumla hapo ziko dola ngapi Ruben? Ziko dola milioni 600. Basi, naamini huyo hizo pesa anazo. Hivyo akishakubaliana na hilo dili, pesa ziingizwe kwenye akaunti zetu za siri, na kisha mara baada ya hapo, andaa timu ya vijana kwenda kuiteka ndege mara tu inapotua pale, na wamtoroshe binti yake. Ruben, huu ndo wakati wa kupiga hela. Mimi nakwambia hii nchi ina hela, tupige madili, tule hela. Sawa, nimekuelewa mheshimiwa rais. Je, waliokuja na huyo binti tuwaachie au tuwaue? We Ruben, unataka kuwaacha hai ili waje? Uwa takataka yoyote. Yaani kwenye hiyo ndege inatakiwa atoke tu yule binti. Basi, hao wengine wote fyeka. Wote wauawe. Ili liweze kuonekana ni tukio la uvamizi. Na nikwambie kitu kimoja Ruben. Hakikisha Scorpion, sijui ilidubwasha gani sijui, hawatohisi kama sisi ndo tumehusika. Sijui umenielewa? Sitaki mtu ajue kwamba sisi ndo tumehusika. Sawa mkuu. Hapo Ruben akakata simu huku akiwa na furaha, kwani ukaribu wake na mheshimiwa rais unamfanya azidi kutajirika kadiri siku zinavyozidi kwenda, kwani madiri ya siri anayopiga yeye na mheshimiwa rais yanazidi kumwongezea kipato chake na kumfanya aishi maisha ya ndoto zake. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Mipango ya kumkomboa mtoto wa Sebastian Don Bosco itakwenda kirahisi kama wanavyopanga kwenye akili zao, ama itakuwaje? Bwana, ngoja tuendelee kuona mambo yanavyozidi kupamba moto bwana. Ruben aliingia kwenye chumba alichokuwa amemwacha Sebastian Don Bosco. Kweli bwana, mara baada ya dakika 2 bwana Sebastian alionekana kutoka bafuni huku akiwa amejifunga taulo kiunoni mwake. Alipotoka akamwona Ruben, Don Bosco alishangaa. Unajua, sikutegemea kama nitakukuta hapa Ruben. Nisikilize bwana Don Bosco. Labda niende moja kwa moja kwenye pointi ya msingi. Kazi ya kumpata mwanao Maria itagharimu dola milioni 650. Jamani, mpo serious kweli? Ruben, ibu acha masiara bwana. Hivi Ruben, upo serious kwa unachozungumza? Au nimekusikia vibaya? Nisikilize bwana Don Bosco. Biashara ni biashara. Ila kama hutaki, mlango uko wazi. Unaweza katoka na ukaondoka eneo hili na ukaifanya kazi ya kumwokoa mwanao kwa mikono yako wewe mwenyewe. Ila utambue kabisa kwamba Scorpion wapo kila sehemu. Na wakizungumza huwa wanamaanisha na hawakosei. Sasa usijisaulishe kwamba wewe ni most wanted, ambapo sisi wenyewe tunakutafuta wewe. Usijisaulishe bwana Don Bosco kwamba umefanya uvamizi ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Si hapa tunatenda wema tu kukusaidia wewe. Sisi wenyewe tunakutamani vile vile. Umefanya shambulizi la anga ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa usichukulie kuwa kama, yani usichukulie kwamba hapa utatoka kirahisi rahisi. Bila hiyo pesa hatufanyi sisi kazi. Bwana Sebastian Don Bosco kwanza alikaa kitandani akiwa amejichokea taabani kabisa. Nisikilize Ruben. Mimi nitalipa 50% tu
na hiyo 50% nyingine nitalipa mara baada ya kazi kukamilika. Basi unatakiwa ulipe 70%, alafu 30% ndio ubaki nayo. Lakini bwana wewe sikiliza bwana wewe. Kumbuka sisi tunakulinda wewe. Na makosa nilokutajia unayajua kabisa. Au unataka hela iongezeke? Basi sawa. Naam, hapo bwana Sebastian Don Bosco alitoa simu yake katika mfuko wa suruali aliyokuwa ameiva, akawasha. Unawasha hiyo simu na uhakika hawawezi kuitrack namba yako? Hii simu yangu haina namba hii. Mfumo wa hii simu duniani hapa zinapatikana Russia tu pekee. Unaweza kuwasiliana na mtu yoyote sehemu yoyote pasipo kutumia chip na internet yake. Inatoka moja kwa moja kwenye satellite za Russia ambazo ziko angani. Hivyo hii simu mimi naweza nikaitumia nikiwa sehemu yoyote ile duniani. Haina namba ya simu. Okay, sawa. Sasa nisikilize wewe mzee. Sihitaji kusikia hizo story. Sote sisi ni wafanya biashara hapa. Fanya biashara, mambo yaende chapu kwa haraka. Okay, basi nipatie hiyo account number niingize hiyo hela. Naam, Ruben akamtajia namba ya akaunti ambayo itapokelea pesa. Bwana Sebastian akaingiza kiasi cha dola milioni 650. Ujumbe wa message ukaingia kwenye simu ya Ruben kuhakiki kiasi hiko cha pesa kuingia kwenye akaunti hiyo. Ruben akasema, nimeshapokea hiyo pesa. Basi sawa. Nitakuongezea na hela nyingine pindi tu mwanangu akifika hapa. Wala hata usijali. Alafu nisikilize wewe mzee. Kitu kingine ambacho nilitaka kusahau. Utapika chakula chako wewe mwenyewe. Hakuna wa kukupikia. Sijui unanielewa hiki ninachokizungumza. Hawa walinzi 4 unaowaona hapa ni kwa ajili ya kukulinda tu na sio masuala ya kukupikia chakula. Sawa. Mimi nimeelewa. Okay, sawa. Hapo Ruben akafungua mlango, akatoka ndani ya hiko chumba. Sebastian huku ndani, huyu Sebastian Don Bosco akasema, yaani nyinyi mnajifanya nyi wajanja. Mmechukua pesa yangu. Ila soke rahisi namna hiyo. Nisaidieni huu mpango wa mwanangu kisha kamilika tu. Hamtoamini kitakachotokea. Hiyo pesa mtairudisha tu kudadiki zenu nyie. Mimi ndo Sebastian Don Bosco aka The Evil Game. Siwezi kukubali kirahisi pesa yangu ikaenda bure tu. Ngoja mpango kamilike, mniletee mwanangu hapa alafu muone nitakachowafanya. Naam, Sebastian Don Bosco alizungumza hivyo kimoyomoyo huku akijisikia maumivu makali mno moyoni mwake kwa sababu alikuwa amepoteza pesa nyingi kwa kazi ambayo kama timu ya watu wake wangekuwepo isingekuwa kazi ngumu kwake. Lakini sasa angefanyaje msikilizaji? Maumivu anayopitia huyu The Evil Game ni wale wanaume wachache tu wanaelewa. Pale pindi unapomtumia nauli binti ambaye yuko mbali, akakwambia nakuja alafu asije. Msikilizaji, huenda ulituma 50,000 au 20,000, basi roho itakuuma kweli kweli. Haje huyo aliyetoa mamilioni ya madola ya maela? Msikilizaji, inauma. Ruben alionekana kutafuta namba 1 katika simu yake na kisha akapiga. Message umeipata huko? Mkuu, nimeipata. Tekelezeni bila kufanya makosa. Huyo mtoto anahitajika haraka iwezekanavyo. Sawa mkuu. Ruben mara baada ya kutoa maagizo hayo kwenye kikosi cha siri akakata simu, akaendesha gari kwa mwendo wa dakika kama 5 kisha akasimamisha pembezoni mwa barabara. Alianza kufanya mgawanyo wa pesa kama vile Mheshimiwa Rais alivyohitaji ufanyike na kisha akaendelea na safari yake ya kurudi Ikulu. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Bad Lady akizungumza kwa kumkaribisha Roy pamoja na Nancy. Na muda huo Bad Lady alikuwa akifungua mlango wa mbele. Roy alikuwa ameongozana na mpenzi wake Nancy, lakini pamoja na dada wa kazi wa Nancy wakaingia ndani hapo. Roy akasema, shemeji asante sana. Nasikia kama harufu ya madikodiko huko jikoni. Naandaa chakula. Unajua muda umekwenda I say dikodiko la leo inaonekana sola nchi.
Shemeji wewe, ni kweli ndo lipo mwishoni kuiva, lakini hata hivyo. Okay, sawa. Huyu ndugu yangu yuko wapi? Nani? Bobby yuko chini kule. Okay, basi sawa. Naam, mara baada ya Roy kuambiwa ya kwamba Bobby yuko maeneo ya chini, basi Roy aliondoka eneo hilo na akamwacha Nancy pamoja na Bad Lady. Bad Lady alianza kwa kuzungumza kwa kumwambia Nancy ya kwamba karibu, kaa tu kwenye kiti. Bad Lady alizungumza huku akiwa na tabasamu pana usoni mwake. Nancy akasema, Mama Kija, nadhani vyema kama tukisaidiana huko jikoni. Dada naye achangamke na azoe mazingira haya. So vizuri tukakuacha peke yako jikoni bwana Nasili, hali ni wanawake na tuko hapa tumekaa tu. Nancy alizungumza huku akiwa wanaelekea jikoni wakiongozana na yule mdada wa kazi. Kwa upande wa pili, huku Roy alionekana kufungua mlango wa chumba cha ofisi ya siri. Hiki ni chumba cha ofisi yao, yani yeye Roy pamoja na Bobby, ni chumba cha siri. Oya Bobby, vipi, kuna mpya gani rafiki yangu? Roy aliuliza hilo swali na Bobby akasema, unajua nimeona madam amenitumia ujumbe wa huyu jamaa ambaye alituvamia. Ni wanamtafuta. Bobby alizungumza huku akimwonyesha Roy picha ya bwana Sebastian Don Bosco. Roy akasema, sasa huyu jamaa atakuwa yuko wapi? Kwa kifupi ni kwamba hakuna anayejua. Kwa maana kwamba kwa ripoti inasema ni kwamba huyu jamaa alikuwa Afrika Kusini nyumbani kwake na amewatoroka walinzi wake bila ya walinzi wake kuweza kujua chochote. Ila usafiri aliotumia unasadikika ni usafiri wa submarine binafsi. Usafiri wa chini ya bahari. Sasa hapa unajua huyu dogo Spana huyu niko naye hapa, ndo tunajaribu kuweza kutafuta labda tunaweza tukampata ni wapi alipo bwana Sebastian Don Bosco. Unajua Bobby, huyu mshenzi huyu Sebastian tukimpata huyu tunamuua sisi wenyewe. Hatuna muda wa kuweza kujadili hili swala. Umeona? Ya. Alafu Bobby, hebu kwa tuongee mwanangu. Tusogee kwanza pembeni. Naam, Roy aliposema hivyo, kweli bana, wakasogea mpaka kwenye viti 4 virefu vilivyopo katika baa ndogo iliyopo ndani ya hilo eneo. Roy akaanza kusema, bana, nimeongea na mama mkwe leo. Ya. Wewe acha tu rafiki yangu. Kwanza Nancy amepata likizo ya siku 90, na maanisha miezi 3. Mbona parefu sana? Yaani parefu. Hii miezi 3 nataka tuitumie vizuri. Unajua Bobby, mimi unanijua. Ila sikuwahi hata siku moja kukutamkia kama nahitaji kumwoa mwanamke kwenye maisha yangu. Ila kwa Nancy nahisi sasa ni eneo la mimi kuweza kutuliza akili yangu. Nancy amekuwa ni mwanamke poa sana kwa upande wangu. Hivi Roy, uko serious ni unataka kumwoa Nancy? Kaka, kwa 100% kaka. Nataka kumwoa Nancy. Na nataka ndani ya hizi siku chache hizi za kupumzika ndo nimwoe. Na nikishamwoa ndani hizi siku 90 hizi, nataka nimpige na mimba ya faster. Alafu kaka, huko mbeleni huko, hata tukitaka kuacha hizi kazi hizi, tunaacha kwa sababu pesa ipo hapo. Roy, ndio kaka. Kwanza Roy, nikupongeze kwa hilo wazo lako. Hayo ni maamuzi sahihi kwa mtoto wa kiume. Na unabidi
uyafanye kwa wakati sahihi. Ya, ni kweli. Sasa nisikilize Roy. Kitu kingine ni kwamba mimi mwenyewe nilitaka leo tuongee. Mimi nahitaji kumuoa Bad Lady. Wow. Bas unajua nini kaka? Mtusindikize kwenda kutoa mahari kule Moshi. Alafu kisha baada ya hapo tufuate taratibu za wewe. Na kisha mimi na wewe tuoe siku moja. Uwe muoe Bad Lady, mimi namuoa Nancy, lakini iwe siku moja. Wewe unaona imekaaje? Nimetulia sana hiyo bro. Nadhani imekaa njema. Naam, wakati wanayajadili hayo, ghafla yule dogo Spana akasogea akasema, "My brother." Spana aliita na kumfanya Bobby pamoja na Roy wamtazame. Walishuka kwenye viti vikubwa na kisha wakasogelea kwenye TV kubwa iliyopo ukutani. Spana akasema, "My brother, jamaa tunayemtafuta, mbona huyu hapo anaonekana? Hii hapa ni picha ya satellite, imepigwa masaa 3 nyuma. Na huyu jamaa mnayemtafuta Sebastian sijui Don Bosco, nimemwona yuko na Ruben." Hii Spana aliposema hivyo, Bobby na Roy midomo ilipata kigugumizi cha kuongea. Ilibidi Roy aulize, "Wewe dogo, una uhakika ya kwamba ni picha satellite idanganyi?" Roy aliuliza huku akionekana kutokuamini kile anachokiona. Spana akasema, "Haki ya Mungu bro, mimi sijawahi kukosea kwenye hizi mambo. Hii ni picha kabisa ya huyu jamaa ambayo imepigwa masaa 3 iliyopita, na mnamuona jamaa ametoka baharini." Spana aliposema hivyo, Bobby ilibidi ahoji kwa kusema, "Kwa maana hiyo ina maana Ruben ana mahusiano na huyu gaidi si tunayemtafuta?" Kaka, ndio inavyoonekana. Ni watu wanaofahamiana sana. Roy alijibu hivyo. Bobby akasema, "Unajua Roy, kuna kitu nashindwa kuelewa. Adui aliyetaka kutuua sasa hivi amekuwa ni rafiki amekuwa ni rafiki wa Ruben pamoja na rais. Au yani kivipi sasa?" Bobby alizungumza kwa upole huku akitazama picha hizo ambazo zilikuwa zimewaacha na maswali mengi mno. "Roy, acha nimpigie kwanza Ruben, mbona sielewi?" Bobby kaka, utaharibu. Hapana Bobby, usifanye hivyo. Huyu jamaa inabidi tumfuatilie nyendo zake mdogo mdogo. Ina maana huyu jamaa ana ajenda zake za siri sana. Wala tu usimpigie simu Ruben, achana naye. Oya Spana, picha hazionyeshi ni wapi walielekea. Kaka hapana. Hizi ni kama tu picha zilikuwa zinapigwa baharini na jamaa wakanaswa. Hebu hili swala libaki kwetu sisi watatu. Hawa wanawake kwa sasa hatupaswi kuweza kueleza mpaka pale tutakapochunguza na kujua ni nani mbaya kwenye hii game. Okay. Ni sawa kaka. Ila unajua Ruben. Unajua Ruben ni mtu tuliyemwamini sana kwenye timu yetu. Ni mtu tuliyefanya naye kazi, kumbe Nisikilize Roy. Hii ni evil game bro. Ni wakati wa kuzichanga karata zetu vizuri sana. La sivyo hata sisi wenyewe pia tutapotezwa kwenye hili. Naam, Bobby alizungumza huku akikaa kwenye kiti cha kuzunguka. Yaani kama Ruben tunayemwamini amefanya hivi, je, huyu madam anayetutaka kwenye sijui Scorpion yake tutamwamini vipi sasa? Nisikilize Roy.
timu yetu sisi ni hii. Achana na hizo timu za watu wengine. Hawa watu wote hawa wanaonekana na mambo yao ya siri. Hivyo ni lazima tujue namna ya kuweza kukabiliana nao. La sivyo tutajikuta tunakufa kama kuku wa kibudu. Mimi nakwambia Roy. Na sisi tunatakiwa tujue kesa hii ndo timu yetu. Sio masuala ya kuanza kujiunga na timu sijui ya nani hapana. Timu yetu sisi ndo hii hapa. Sasa kweli sasa. Inabidi tucheke nao kwa akili sana ila tusiwaamini. Ila sasa my brother, kama Ruben ana ajenda kama hizi, ina maana rais naye yuko kwenye hatari. Rais pamoja na Ruben wote ni sawa. Yaani unapomwona Ruben basi ujue ndo rais kahusika. Wote ni sawa tu. Wapumbavu tu. Dogo, hawa ni wanajuana. Na Ruben hawezi kufanya chochote bila idhini ya mheshimiwa rais. Yaani unapomwona Ruben basi ujue ndo na rais yupo. Makende yao. Wanatufanya kama sisi watoto yani. Sisi tunahangaika kumtafuta adui, lakini wenyewe adui huyo ndo wanamhifadhi, wanamstiri, wanaungana na adui. Manake nini sasa hii? Roy, ule muda wangu wa kwenda Peru nadhani ningeutumia tu kulala. Na hisi sasa hivi ningekuwa nina kitambi. Tulipoteza muda kwenda mpaka Peru kumkomboa rais. Haya, rais mwenyewe ndo huyu sasa anashirikiana na magaidi. Maki tumefanya kazi ya kitoto tu. Kwa sisi kule tungeuawa. Hili limenikwaza ise. Naam, Bobby alizungumza huku akiwa amejichokea. Roy akasema, oya dogo Spana, sikiliza. Najua huyu Ruben so mtu rais kumfuatilia. Hebu tutupie macho kwenye utaalamu yako kidogo. Tujue tunafanyaje. Spana, wewe ndo tunakutegemea kwenye mambo ya IT. Wewe ndo mtaalamu kwenye mambo ya kompyuta. Naam, Roy alizungumza huku akielekea kwenye baa hiyo. Akamimina pale whisky katika glasi 2 na kisha karudi eneo alipokuwa Bobby, akamkabidhi glasi 1. Unajua najaribu kuwaza kitu. Kitu gani? Yule jamaa mliondoka na boti yake yenye dhahabu, si ndio? Yeah. Alafu sasa hizi anaonekana yuko na Ruben. Na Ruben sisi hatujamwambia chochote. Unahisi kwamba hizi dhahabu hatomweleza chochote Ruben? Bobby, sisi tukae kimya. Kama ulivyosema hii ni game. Sasa tuangalie wapinzani wetu wana kete gani za ushindi. Tukishazijua basi tutajitahidi na sisi kuweza kucheza michezo ya ushindi. Okay? Sawa. Ila kwa hili mimi imeniuma sana. Yaani wajinga hawa wametutuma Somalia. Kule ilibakia kidogo tu tufe. Kumbe ni mijitu ambayo inajuana kubabaki. Naam, Bobby alizungumza kwa uchungu huku akionyesha dhahiri kuchukizwa na kitendo cha Ruben kuwasaliti na kuonekana na adui ambaye ni muda mchache tu umetoka kuwa na heka kwao. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Bad Lady. Aliuliza swali ya kwamba, dada, hivi una mchumba? Nani? Mimi? Ndiyo wewe. Mi sina mchumba. Umri huo huna mchumba? Ndiyo dada, sina mchumba. Basi nisikilize, mimi hapa na mdogo wangu, sawa Utamwona baadaye tukiwa mezani. Yeye hana mchumba wala mke. Naamini wewe utakuwa ni mtu sahihi sana kwake. Dada wa kazi alibaki akijichekesha tu huku akimtazama Nancy. Nancy alikuwa na tabasamu tu muda wote. Nancy akasema,
huyu mdogo wangu ana aibu sana huyo. Na kweli watawezana na Spana kwa sababu wote ni watu wa ndani tu. Spana kazi zake ni ndani na yeye kazi zake ni ndani, kwa hivyo watawezana tu. Walizungumza huku wakiendelea kupiga chakula cha usiku, huku muda ukiwa ni majira ya 2 kasoro za usiku. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kuona kikosi kazi kinachofanya kazi chini ya rais, huku msimamizi mkuu akiwa ni Ruben. Kikosi hiko kilikuwa kimeshasambaa uwanja mzima wa ndege, huku wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali yanayotumiwa na wafanyakazi wa uwanja huo wa ndege. Msikilizaji, wafanyakazi wa maeneo maalum ikiwamo ya kuongozea ndege pamoja na kamera za ulinzi, wote wakapewa mapumziko na wakuu wao wa idara bila hata ya maelezo, na kuomba kukaa mbali na ofisi zao hadi pale watakapohitajika. Basi bwana, kikosi chenye wataalam wa kila aina wakaendelea kusubiri ndege hiyo iliyombeba mtoto wa bwana Sebastian Don Bosco. Walikuwa wanaisubiri hiyo ndege kwa hamu kubwa mno. Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi ya walinzi wa uwanja wa ndege alisema, jamani, kila mtu yupo kwenye position yake. Alizungumza huku simu yake ikiwa iko sikioni mwake. Ruben akasema, sawa, mna green light kutoka kwa mkuu. Fanyeni kinachowezekana mumpate huyo binti Maria. Wale kikoskazi wakasema sawa. Basi mwanaume huyo alipokata hiyo simu akairudisha mfukoni mwake, na kisha akasikika akisema, nipeni status. Wamebakisha dakika 45 ili waweze kutoa. Sauti ya kike ilisikika kwenye earpiece aliyokuwa ameivaa sikioni mwake, iliyokuwa inamwezesha kuwasiliana na timu nzima ya kikosi kazi hicho, na sauti hiyo ya kike ilikuwa inasikika kutoka katika mnara wa kuongozea ndege zinazopana kushuka uwanjani hapo. Jamaa akasema, okay, vizuri. Sasa kila mtu anajua nini cha kufanya. Nahitaji kazi ya haraka mno. Kazi nzuri, kazi yenye usahihi. Kila aliyopo kwenye kikosi hicho akasikia hiyo amri kutoka kwa mkuu wao huyo wa kazi. Waongoza ndege waliopo kwenye mnara wakawaongoza marubani njia ambayo wanapaswa kuweza kushukia, na halikuwa shangaza sana marubani waliokuwa wanaendesha ndege hiyo iliyokuwa imembeba mtoto wa bwana Sebastian kutokea nchini Marekani, kwani walikuwa wanaamini eneo ambalo si rahisi kwa wao kushtukiwa ni uwanjani hapo. Taratibu marubani wawili, mmoja akiwa ni kapteni, mwenzake akiwa ni msaidizi, walishusha ndege hiyo binafsi katika njia waliokuwa wameelekezwa kushuka, pasipo kujua kuwa watu wanaowaelekeza ni watu wanaowawinda. Mkuu akatoa amri kwa kusema, sniper kaeni tayari. Masniper wakasema sawa mkuu. Wadunguaji 8 waliokuwa wamejificha maeneo mbalimbali ya majengo ya uwanjani hapo wakaiweka pale ndege hiyo kwenye target, ndege iliyozidi kusogelea eneo la kusimamia. Katika darubini zao hawa masniper za kupima shabaha, taratibu wakawa wameilenga hii ndege, na ndipo wakaonekana marubani wakiendesha ndege hiyo mpaka eneo walipokuwa wameelekezwa, ambapo ndipo zinaposimama ndege binafsi. Maria, yule mtoto, alisikika akisema, babangu hatoacha hai, mimi nawaahidi, mmeniteka. Maria alizungumza huku akimtazama mwanaume aliyekuwa amekaa mbele yake kwa macho yaliyokuwa yamejawa na hasira, kwani kwa mara ya kadhaa Maria amekuwa akilia kwa kutekwa kwake. Mwanaume huyo akasema, itakuwa ni jambo zuri tu kama babako akiendelea kutufuatilia. Mwanaume huyo alizungumza huku akisimama, akajinyosha vizuri, akawatazama vijana wake waliokuwa wamevalia suti nyeusi, akasema, jamani, tupo nchini Tanzania, nchi yenye amani, hivyo tuwe makini sana kwenye kila hatua zetu, kwa sababu sio kila sehemu yenye amani hakuna uhalifu. Aliposema hivyo wakamwitikia sawa mkuu. Basi akamfungua pale mkanda Maria wa sita aliyokuwa amekalia, na kisha akamnyanyua huyo mtoto. Mlango wa ndege ukafunguliwa, walianza kushuka, huku kiongozi wao akiwa amemshika Maria mkono wa kushoto. Ukileta shida ninakumwaga ubongo wako, alizungumza kwa kumnongoneza sikioni huyu binti wa kuitwa Maria. Mkuu, wapo kwenye target zetu wote 4. Vipi tuwamalize? Vipi huyo binti na yeye? Na yeye ndio yuko kwenye target. Okay, waweni hao wengine. Hakikisheni huyo binti amumuui. Naam, mkuu wa kikosi kazi alizungumza hivyo.
Ghafla Maria akashtukia watu watatu aliokuwa ameongozana nao wakianguka chini, huku alikuwa amemshika mkono akiwa amechanguliwa kichwa chake, kitendo kilichomfanya Maria kupiga yowe huku akikimbia akiwa hajui ni kitu gani kilichokuwa kimewasibu watekaji aliokuwa ametoka nao nchini Marekani. Mambo yanazidi kupamba moto. Vijana watatu wa Nadia wameuawa. Sasa itakuwaje pale Nadia atakapopokea taarifa ya kuuawa kwa vijana wake, tena ndani ya ardhi ya Tanzania? Unahisi nini kitatokea? Patamu hapo. Basi bwana, yule binti Maria hakufika mbali. Alidakwa na timu maalum iliyokuwa imeandaliwa kumuondoa uwanjani hapo kwa haraka sana pale shambulizi la kuuawa kwa waliomteka kukamilika. Maria aliingizwa ndani ya gari aina ya Prado New Model. Iliondoka uwanjani hapo kwa mwendo wa kasi mno kwa kutumia mlango unaopita gari maalum za viongozi. Marubani wakaamrishwa kuondoka nchini ndani ya dakika 20 tu, huku miili ya walinzi waliokuwa wameuawa iliondolewa uwanjani hapo, na eneo ambapo damu zilipokuwa zimemwagikiwa palisafishwa vizuri kabisa. Baada ya operesheni hiyo kufanyika kwa ufanisi mkubwa mno, timu nzima iliondoka huku wafanyakazi wakirudishwa kwenye majukumu yao ya kawaida. Huko kwa kipindi chote cha operation, kamera zote za uwanja wa ndege zilikuwa zimezimwa, hivyo hapakuwa na tukio wala sura ya mtu aliyehusika kuweza kunaswa kwenye kamera za uwanjani hapo. Kazi imekamilika mkuu. Ruben aliishusha simu yake kutoka sikioni mwake, kwani habari iliyokuwa alikuwa amepewa na kiongozi wa timu iliyokuwa imefanya kazi ya kwenda kumwokoa Maria. Okay. Vizuri. Mwanae ameshapatikana. Ikiwezekana kama atahitaji tuendelee kumlinda, basi inabidi alipe kila mwezi. Kiasi gani mkuu? Chochote ambacho wewe utaona kinafaa. Ila kwa wiki hii tumwache kwanza tukiangalia hali itakavyokwenda. Sawa mkuu. Acha mimi nikapumzike sasa kwa sababu muda umeshakwenda. Sawa. Raisi akaondoka ofisini kwake na kuelekea kwenye makazi yake. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Nadia akizungumza kwa kusema, haja mambo na siopate hewani. Nadia alizungumza huku akimtazama Naima aliyekuwa amekaa juu ya meza akiendelea na majukumu yake. Naima ilibidi aulize, kivipi yani? Sielewi. Limepita lisali moja toka walivyoingia nchini Tanzania na nimejaribu kuwapigia ila hawapatikani. Ila sio wameshafika? Ndiyo. Ndege ilivyogusa tu ardhi ya Tanzania walinipigia simu na kuniambia kwamba wameshafika nchini Tanzania. Sasa hadi sasa hivi napiga namba zao hazipatikani. Au wampata tatizo njiani nini? Sidhani kama umepata tatizo. Okay, nitajie namba yao waliokupigia niweze kuangalia namba yao ipo wapi. Walitumia kupiga kwa kutumia WhatsApp. Nadia alizungumza huku akionyesha kuwa na wasiwasi mno. Naima akasema, twende tukafuatilie basi uwanja wa ndege. Kweli Naima alishauri hivyo, wakakubaliana na wakaondoka na dereva tu. Nadia, ila mimi sioni kama unatakiwa kuwa na wasiwasi. Kwa sababu kama timu yako ni watu wenye mafunzo, usiogope, watakuwa salama tu. Naima, hivyo unajua nimeanza kuona hali ya hatari. Kivipi? Sijui, ila tufike tu uwanja wa ndege kwanza. Nadia alizungumza hivyo. Safari ilizidi kusonga mbele na kweli walifika uwanja wa ndege. Nadia alipiga namba 1 na hiyo namba ikapokelewa. Upo ofisini kwako? Hapana mkuu, leo sijaingia. Vipi kwani kwema? Basi nani ambaye unamwamini uwanjani hapo nikaongea naye? Kuna kijana na kutumia namba yake. Atakusaidia kwa unachokihitaji. Na okay sawa. Nadia alikata simu huku akiwa wako ndani ya gari. Mara baada ya dakika kama 1 simu yake iliita. Nimeshaongea naye madam, na namba nimekutumia hapo. Atakusaidia tu mkuu.
Okay, nashukuru. Nadia alikata simu hiyo, akafungua ujumbe wa message, akaipiga hiyo namba aliyokuwa ametumiwa, na simu kweli ilipokelewa. Habari yako? Salama. Naamini una maagizo yangu? Ndio. Upo ofisi ipi? Ofisi anayoitumia mkuu. Okay, sawa, nakuja. Nadia alikata simu hiyo na wakashuka yeye na Naima kwenye gari, wakaelekea kwenye ofisi kwa kijana waliokuwa wamepewa maelekezo. Huyo kijana akawakaribisha kwa heshima kubwa mno. Akawauliza niwasaidie nini? Na hapo ndipo Nadia akasema, kuna private jet ambayo imetua hapa ndani ya lisali 1.5 iliyopita. Nimejaribu kuwasiliana na wageni wangu waliokuwa wamekuja kwenye hiyo private jet hiyo, ila sijaweza kuwapata. Kijana huyo macho yalimtoka huku akionyesha kuwa na wasiwasi. Uso wa wasiwasi ukaashiria kuna tatizo kwa kijana huyo. Naima akasema, kijana, hebu tuambie kuna nini? Naima alizungumza huku akitabasamu, ila alikuwa akimkazia macho huyo kijana. Yule kijana akasema, nahisi ya kwamba nikiwaambia ukweli mimi nitapoteza kazi yangu jamani. Nadia akasema, tutakulinda wala usijali. Sasa mtanilindaje ikiwa nyinyi mimi siwajui? Nyinyi ni kina nani kwani? Kama mkuu wako ananiita mimi mkuu, basi jua nina uwezo wa kukulinda. Uwe na amani kijana. Kijana huyo akalegeza tai yake huku akimtazama Nadia alikuwa na mkazia macho. Naima akamuuliza yule kijana, una umri gani? Yule kijana akasema, nina umri wa miaka 29. Naima akasema, okay, tuambie nini kimetokea hapo uwanjani? Naima alizungumza kwa sauti ya upole kabisa, na ndipo yule kijana akasema, masaa 3 iliyopita kulitolewa amri na kiongozi wa juu anayesimamia usafirishaji. Nani? Waziri. Alisemaje huyo waziri? Alisema kwamba kuna wafanyakazi maalum watatumia masaa 3 ndani ya uwanja wa ndege. Hivyo ilitolewa amri tuondoke wafanyakazi wote mpaka walinzi ndani ya uwanja wa ndege. Tuondoke kimya kimya, na wafanyakazi hao walichukua nafasi kwenye kila kitu, kuanzia ulinzi, wafagiaji, eneo la control, yani kwa kifupi uwanja ulikuwa uko chini yao kwa masaa kama 2.5 mpaka 3. Mara baada hapo ikawaje? Sijui kwa kweli ikawaje, ila walituambia ni swala la nation security. Hivyo hapakuwa na uwezo kuhoji ni kitu gani kimetokea au nini kimefanyika. Na mlipoondolewa mlipelekwa wapi? Mkaenda wapi? Ni walikuja na mabasi 12. Na mabasi hayo yalituchukua na kutuzungusha mji mzima ndani ya masaa hayo, na kisha wakaturudisha. Huyu kijana alipotoa maelezo hayo, Nadia akamtazama Naima ambaye anamsikiliza kijana huyo kwa umakini mno. Okay. Bosi wako anajua nini kilichotokea, si ndio? Hata yeye pia alikuwa surprise nilivyomweleza kwamba tuliondolewa uwanjani hapo, na hata alivyowasiliana na ngazi za juu alipewa jibu ambalo nililopewa. Okay. Tunaweza tukaona eneo la kamera? Jamani, hii ni hatari mjue. Ila wewe si kaimu mkurugenzi ama? Ndio. Unaweza kupata tunachokihitaji. Madam, kusema ule kweli, ndani ya muda huo ambao sisi tulikuwa tuko nje ya uwanja wa ndege, hapakuwa na kitu chochote kilichorekodiwa kwenye kamera. Yaani kila kitu kilifutwa kwenye kamera zetu. Na niseme tu kwamba hapakuwa na kitu chochote kilichorekodiwa. Nadia, hili swala mimi nimeshalielewa. Huyu kijana nimemuelewa. Hana anachoweza kutusaidia. Okay, kijana, tunakushukuru. Nitawasiliana na wewe kwa msaada zaidi, okay? Sawa, nashukuru. Naima pamoja na Nadia walisimama na kutoka ofisini hapo, wakarudi kwenye gari huku Nadia akiwa amefura kwa hasira mpaka amekuwa mekundu. Naima akasema, kama waziri ameweza kuondoa wafanyakazi uwanjani, ina maana amepokea maagizo kutoka kwa Mheshimiwa Rais moja kwa moja.
Naima alizungumza na kuzidi kumfanya Nadia kuzidi kukasirika. Huyu mjinga kama amekamata watu wangu, sikufichi Naima. Huyu rais mimi nitamuua. Nadia, tulia kwanza. Kwa sasa hatuna hakika. Ngoja kwanza tufanye upelelezi. Dereva, subiria. Sawa madam. Hapo Naima mara baada ya kumsubirisha dereva, akaifungua laptop yake, akaipachika mapajani mwake. Nadia ilibidi aulize, Naima, unafanyaje? Yule dogo spana yule alinifundisha kuweza kupata picha za satellite katika eneo ambalo tukio limetumika. Unajua kwa angani kuna maelfu ya satellite za nchi mbalimbali, hivyo najaribu kuangalia ni kitu gani kilichotokea. Ila hapa inabidi tuende kwa yule dogo, kwa sababu yule spana ndo ana uwezo mkubwa sana wa haya mambo ya satellite. Wewe je? Kila mtu ana udhaifu wake, sio kila kitu ninakijua. Okay, sawa, twende. Waliondoka eneo hilo na kuelekea nyumbani kwa Bobby. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Roy akizungumza kwa kusema, unajua huyu mtoto ameniteka sana moyo wangu. Roy alizungumza huku akiwa wamejilaza kwenye vitanda vidogo vidogo vilivyopo pembezoni mwa bwawa la kuogelea lililopo nyumbani kwa Bobby, huku taa hafifu zinazowaka ndani ya bwawa hilo la kisasa zikiwa zinafanya eneo hilo kuwa ni la kiza kidogo. Roy akapiga fumba la bia yake huku akitazama nyota angani. Nisikilize Roy. Hawa wanawake tunakwenda kuwaoa ndugu yangu. Inabidi na sisi sasa hivi tuangalie maisha ya familia. Kama shemeji yako kwa sasa ni mjamzito, hivyo mimi sioni sababu ya kuendelea kupoteza tu muda. Ni lazima nimuoe. Sasa Bobby, kwani kule Moshi tunaenda lini kaka? Mimi ukiniambia hata kesho kutwa tu tunakusindikiza, haina neno. Lakini Bobby, unajua mimi kuna kitu sielewi. Hivi taratibu za kulipa mahali kwa Wachaga kule zipoje? Kwana mimi nataka tukienda kule tukatoe na mahali kabisa yani. Mimi Nancy nimedhamiria nataka kumooa kaka. Roy, sikiliza ndugu yangu, mimi nitakudanganya. Wewe mpigie mzee nani yule? Mzee Kwai yule anaweza kukueleza kila kitu. Kwani saa ngapi? Sasa ni saa 6 kasoro. Atakuwa amelala. Mpigie tu. Yeye anaweza kutusaidia sana kwenye hili. Si unajua tena alituleta kazini kama baba. Naam. Hapo Roy akakaa kitako na kuitoa simu yake mfukoni. Aliitafuta namba Mzee Kwai na akaipata. Kweli akaipiga. Simu ilianza kuita na ndipo kwa sekunde kadhaa tu simu hiyo ikapokelewa. Mzee huyo akasema, Roy, vipi bwana Roy? Salama tu mzee wangu, shikamoo. Marahaba. Kwema tu mzee wangu, za masiku bwana. Mungu anaendelea kuniweka duniani. Vipi? Unajua Roy, ni siku nyingi sana tujazungumza. Ni kweli mzee wangu. Kwanza samahani sana kwa kukuamsha bwana usiku saizi. Bila samahani. Mwenzako huyo nani Ajambo? Ajambo kabisa, nipo naye hapa na anakusalimia pia. Nashukuru. Niambie sasa Roy, nakusikiliza. Unajua bwana baba, mimi nahitaji kuoa. Wewe Roy unataka kuoa au unamuongelea huyo ndugu yako Bobby? Ni mimi mzee, nahitaji kuoa bwana. Nimepata mwanamke wa Kichaga mzee wangu. Hivyo hatujui chochote kuhusiana na taratibu za Kichaga mzee wangu. Kwanza Roy, nikupongeze kwa hilo. Ni jambo zuri kwa kufanya maamuzi sahihi kama akili yako imetulia. Kesho saa 4, hebu njooni wote wawili nyumbani kwangu Mkuranga. Na mimi mnajua nimesha staff, hivyo nipo ranch kwangu. Nyinyi njooni. Sawa mzee wangu, basi kesho mapema tu tutafika hapo. Nashukuru sana, nikutakia usiku mwema. Na kwako pia mzee wangu. Naam, mara baada ya kuzungumza hivyo,
Honi ya gari iliyokuwa inapigwa getini ilimfanya Bobby na Roy kila mtu kuchukua kwanza bastola yake aliyokuwa ameiweka pembeni ya kitanda hicho. Walisimama kwa kasi huku wakitembea kwa mwendo wa haraka na tahadhari kuelekea getini, kwani walinzi wote wa X waliwaomba kuondoka na wakaendelea na majukumu yao. Sasa Roy akasema, "Oya Bobby, ulikuwa na miadi ya mtu kuja hapa vipi?" "Hapana mwanangu, mwenye nashangaa." Bobby akafunua skrini ndogo iliyopo kwenye ukuta wa getini, akatazama gari iliyopo nje ya geti, kwani ilikuwa inarekodiwa na kamera 2 zilizopo nje hapo. "Mbona hii ni gari ya Nadia?" Bobby alizungumza hivyo huku akawa na minya button iliyopo getini hapo, na taratibu geti likaanza kufunguka. Gari liingia ndani huku Bobby na Roy kila mmoja akawa anarudisha bastola yake kiunoni na wakafunika na t-shirt walizokuwa wamezivaa. Bobby aliwakaribisha, "Karibuni jamani." Bobby alizungumza huku akimtazama Nadia pamoja na Naima walikuwa wakishuka ndani ya gari. Uso wa Nadia ulionyesha dhahiri ulikuwa hauna furaha kabisa na uwekundu wa hasira ulikuwa unaelekea kuishilia. "Tunashukuru Bobby. Kwanza poleni kwa kuwajia muda huu bila hata ya kuwapa taarifa." Naima alizungumza huku akipeana mkono na Bobby. "Bila shaka hapa ni nyumbani. Karibuni sana ndani." "Okay, tunashukuru." Waliingia ndani huku muda wote Roy alikuwa akimtazama Naima kwa macho ya kuibia. "Kuna issue imetuleta hapa. Ila mtu ambaye anaweza kutusaidia ni yule kijana wenu Spana. Sijui yupo?" "Ya, yupo. Alishengia chumbani kujipumzisha." "Ngoja basi nikamwite." "Okay, tunashukuru." Bobby aliondoka sebuleni hapo. "Hey, niwaletee kinywaji gani?" Roy alizungumza huku akimtazama Naima machoni mwake. "Asante." Tabasamu la Naima lilimfanya Roy kushusha pumzi taratibu. Wakamwona Bobby na Spana wakishuka kwenye ngazi. "Mdogo wangu pole tumekuamsha." "Hapana, nilikuwa kuna kodi fulani hivi game nilikuwa naziunda." "Vipi lakini kwema?" "Sio kwema." Hapo Nadia akawaelezea kwa umakini kile kilichokuwa kimetokea uwanja wa ndege, kwani wote walikuwa wanafahamu juu ya swala la mtoto wa Sebastian Don Bosco kutekwa. Sawa. Mio kazi inabidi tuifanye kwenye ofisi yetu sasa." Spana alizungumza hivyo na wote wakaelekea kwenye ofisi ya siri iliyopo chini ya ardhi. Spana akaanza kazi ya kutafuta picha zilizobahatika kupigwa kwa satellite ndani ya masaa aliyokuwa ameelezwa. Haikuwa kazi rahisi, kwani hadi inafika saa 7 usiku ndipo akabahatika kupata picha 10. Spana akasema waliblock satellite zisichukue chochote. Walikuwa na watu wazuri mno wa program, ila wameshindwa kublock satellite hii hapa moja. Spana alizungumza hivyo huku akiwaonyesha picha za tukio la jinsi private jet ilivyokuwa imetua eneo hilo na uvamizi uliofanywa na watu waliokuwa wamefunika sura zao, na wakaona jinsi Maria alivyoingizwa kwenye gari na kuondolewa hilo eneo. Naima akasema, "Hatuwezi kupata video?" Spana akasema, "Hapana. Hapa ni picha tu." Nadia akasema, "Raisi ametusaliti." Nadia alizungumza hivyo huku akishusha pumzi taratibu akitazama picha hizo kwenye TV kubwa. Roy ilibidi amtazame Bobby na kisha akampa ishara. "Tulimteka huyu mtoto kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wewe na mpenzi wako mnaachiliwa. Ila kwa hiki kilichotokea kinaashiria kwamba rais yuko pamoja na huyu mtu tuliyemteka." Nadia alizungumza kwa kuonyesha kukatishwa tamaa kabisa. Bobby akasema, "Kuna hili swala mnapaswa kuweza kujua. Naamini litakuwa limekamilisha kile mnachokihisi. Spana, waoneshe pia na wenye waone." Bobby alizungumza na Spana akaziweka picha zinazomuonesha Ruben akiwa anampokea Sebastian Don Bosco, kitu kilichomshtua sana Nadia, hata Naima mwenyewe, kwani walikuwa wanamuhisi rais kuhusika kwenye tukio hilo, ila hapakuwa na uhakika. Ila kwa picha hizo walizoziona, basi wakapata uhakika wa kile wanachokihisi.
Nadia akasema, wametafuta vita na mimi, sasa vita wameipata. Nadia alizungumza huku machozi ya hasira kimtiririka usoni mwake, kwani usaliti aliofanya Mheshimiwa Rais pamoja na kijana wake Ruben unamfanya Nadia ajilaumu ni kwa nini alimwokoa Mheshimiwa Rais. Bwana, mambo ni yanazidi kupamba moto. Nadia ameshamtambua adui yake ni nani kwenye vita ya kimya kimya ambayo Rais na Ruben wameamua kuianzisha. Unahisi nini kitakwenda kutokea? Nadia ameshamtambua ya kwamba Ruben ndiye anamhifadhi Sebastian Don Bosco. Hebu tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Sasa Roy akasikika akisema, ila jamani, bado naona kuna kitu, sababu ya kukaa na kuliongea hili swala madam. Naam, Roy alizungumza hivyo huku akiwa anamtazama Nadia usoni mwake. Sina cha kuzungumza nao hawa wapuuzi. Adui ambaye ameiingiza dunia kwenye matatizo kwa tamaa za kipesa, wao wamemchukua, nitadili nao. Nadia alizungumza kwa hasira mno. Jamani, mimi nawashukuru. Nadia alinyanyuka na kuanza kutembea kuelekea mlangoni. Naima naye akaaga kwa kusema, jamani asanteni, tutawasiliana. Naima alizungumza huku akimfuata kwa nyuma Nadia. Waliingia ndani ya gari na kuondoka nyumbani hapo kwa Bobby. Ebane, ng'ombe wakigombana zinazoumia ni nyasi ndugu yangu. Roy alizungumza huku akitazama picha za jinsi Maria alivyokuwa ameokolewa. Bobby akasema, au tumefanya makosa kuwaonyesha hizi picha? Hapana, hatujafanya makosa ndugu yangu. Unajua Ruben katusaliti na hatujui ni kwa sababu gani. Amsaidie jamaa ikiwa jamaa alituteka. Rais na Ruben wana ajenda zao za siri, na tuangalie sisi tusije tukawa ni moja ya eneo la kutumika tu katika ajenda zao. Alafu ni kweli. Hebu kwa sasa tuliache hili swala. Acha wenyewe kwa wenyewe wabamizane kwanza, afu sisi tufikirie swala la ndoa. Mabro, ndoa? Ndoa gani tena? Sikiliza spana, sisi tunataka kuwaoa hawa na wake zetu. Ise kaka, ni jambo zuri sana kaka. Mimi nitakuwa mpambe wenu tu mabro. Jamani, acheni mimi nikapumziki na mama kijacho wangu. Wadogo, na mimi acha nikalale ese. Bobby na Roy wakatoka eneo hilo na kila mmoja kaelekea chumbani kwake. Naam, msikilizaji, upande wa pili, mmoja wa makomando alisikika akisema, ilibidi tumlaze kidogo kuepuka usumbufu. Mmoja wa makomando aliyehusika katika operation ya kumwokoa Maria uwanja wa ndege alizungumza huku akimtazama bwana Sebastian Don Bosco. Alikuwa anamtazama binti yake aliyekuwa amelala katika kitanda. Bwana Sebastian Don Bosco akasema, nashukuruni sana, na washukuru mno. Komando huyo alitoka ndani ya hiko chumba. Geti likafunguliwa na Ruben akaingia taratibu na gari lake. Alishuka ndani ya gari Ruben, akasalimiana na viongozi wa timu iliyokuwa imemwokoa Maria, na kisha akaingia ndani moja kwa moja akaelekea katika chumba alichokuwa amelala Maria. Hey, vipi? Ruben alizungumza kwa sauti ya upole. Salama tu ndugu yangu. Kwanza mimi ninawashukuru sana, tena sana, wewe pamoja na Mheshimiwa Rais. Usijali bwana Sebastian. Ruben alizungumza huku akiwa anamtazama pia Maria. Hebu tuongee kidogo pembeni. Kweli
walitoka ndani ya hiko chumba na kuingia katika chumba ambacho analala Sebastian Don Bosco. Nisikilize bwana Sebastian, muamala wako wa mwisho sijauona. Basi ngoja nikuingizie sasa hivi. Ila kabla ya kuingiza, kuna maagizo nimepewa na Mheshimiwa Rais. Maagizo gani tena? Tayari tumeshakusaidia. Sasa nini kinachofuata? Swali la Ruben lilimfanya bwana Sebastian Don Bosco akae kwanza kimya kwa sekunde kadhaa. Sasa bwana, mimi ninachokihitaji hapa ni msaada wa kutoroka. Nataka nielekee Russia. Kule mimi na imani ya kwamba nitakuwa salama. Nina marafiki zangu kule. Unataka kutoroka lini? Kwanza angalia message, pesa imeingia huko nimetuma. Ruben alitoa simu yake mfukoni na kutazama ujumbe wa message. Akasema ya nashukuru, mzigo umeingia. Okay, sawa. Sasa Ruben. Mimi naamini bado Scorpion watakuwa wananitafuta. Hivyo ningependa kama utojali Ruben. Mimi kuna daktari wangu mmoja hivi anatengeneza sura za bandia. Aweze kuja hapa na atutengeneze sura za bandia ili mimi pamoja na mwanangu Maria tuweze kuondoka hapa nchini. Yuko wapi huyo? Anaishi Cape Town. Okay, sawa, nimekuelewa. Sasa nipe mawasiliano naye ili kiwezekana aje nchini hapa hata kesho. Nashukuru sana Ruben. Andika basi namba yake. Hii hapa nakutajia. Sebastian Don Bosco akamtajia Ruben namba ya simu ya huyo daktari na Ruben akainakili katika simu yake. Okay, sawa. Nikitoka hapa nitawasiliana naye. Nashukuru sana, nashukuru. Ruben akakaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha akasema, gharama za kuondoka nchini zitakuwa ni juu yako. Nitajaribu kuangalia ni namna gani ya kuweza kukusaidia ili gharama isiwe kubwa. Nashukuru pia hata kwa hilo. Kweli bwana. Ruben akafungua mlango na kutoka ndani ya chumba hicho na akaondoka katika hayo makazi na kuelekea nyumbani. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Nadia. Nadia alionekana kushuka ndani ya gari huku simu yake ikiwa iko kiganja cha mkono wa kulia akipiga video call kwa Ryan, na kweli simu ilipokelewa. Baby, nimekasirika sana mume wangu, tena sana vibaya mno. Nadia alizungumza huku akiingia ndani. Ryan ilibidi aulize kuna nini tena mpaka unakasirika? Si nilikutumia picha za yule mshenzi aliyemteka Roy. Na si unajua ndo anajiita The Evil Game. Ya ndio nakumbuka. Nilikuambia kwamba tumemteka mwanae kwa shinikizo la kumwokoa Roy, si ndio? Ndio nakumbuka. Na kutumia hizo picha. Hebu niambie nifanye nini, kwa maana kwamba hawa watu watanifanya mimi nichanganyikiwe, nije kufanya maamuzi magumu. I say, maamuzi ambayo yanaweza yakawaondoa duniani ujue. Washenzi sana hawa. Nadia alizungumza kwa kupanic huku akizituma picha hizo za Ruben akiwa na Sebastian Don Bosco na picha nyingine zikionyesha jinsi Maria alivyookolewa uwanja wa ndege kutoka kwa vijana wake watatu. Unataka kuniambia rais anahusika? Ndio. Hebu nizione. Sauti ya Monica ilisikika na akaichukua simu ya Ryan na kuzitazama picha hizo. Nadia, unaendeleaje? Naendelea salama, za kwako Monica? Mimi namshukuru Mungu. Sisi kesho tutakuwa nchini Tanzania, hivyo nakuomba utulie, alafu tuje tuyajadili hayo, kwa maana kwamba tuna taarifa zake zitakazoweza kumuondoa kwenye hiko kiti cha urais. Monica alizungumza huku akimtazama Nadia usoni mwake. Nadia akasema, unachosema ni kweli Monica? We tulia, acha tumzike kwanza mzee Max na kisha mambo mengine yataendelea. Kwa sasa tuwe wavumilivu kidogo. Okay, sawa, hapo kidogo labda akili yangu imetulia kwa kweli. Haya, sawa. Monica akairudisha simu kwa Ryan. Sisi tunaondoka majira haya kuja nchini Tanzania. Tutatumia ndege ya mzee. Hivyo ninahitaji utupokee. Hakuna shaka nitakuwa na nyinyi. Okay, tunashukuru. Niwatakia safari njema. Okay, asante Nadia. Nadia alikata simu huku akimtazama Naima.
Naima akasema, we Nadia, kumbe wewe na Monica mnaongea? Ya, mbona tunaongea vizuri tu. Mnawezaje kuongea sasa wakati nyinyi wote mna mwanaume mmoja? Hamuoniani wivu? Naima, unajua mambo ya wivu yameshapita. Kila mmoja anafurahia kwa nyakati yake. Kama unavyomjua rafiki yako, sio mtu wa kutulia sehemu moja. Hivyo hilo swala sisi wala halitusumbui. Sawa. Nimefurahi kwa kweli kuona mnaishi maisha ya aina hiyo. Tunashukuru. Bwana Naima, ngoja mimi nikapumzike. Usiku mwema. Na kwako pia. Nadia alielekea chumbani kwake kupumzika, huku akimwacha Naima pale sebuleni akiwa anatazama TV. Naam, msikilizaji, upande wa pili, timu ya makomando wanaomlinda rais walizidi kuimarisha ulinzi katika eneo zilipokuwa helikopta 3 za kisasa za rais ambazo anatarajia kuondoka nazo kuelekea katika kisiwa cha Goligota ambapo kuna chuo maalum cha makomando wa shirika la X. Na katika chuo hicho kinachotoa walinzi maalum wa rais akiwa ameongozana na wasaidizi wake akiwamo Ruben pamoja na walinzi wake, waliingia katika helikopta hizo majira ya saa 11 alfajiri, zikaondoka katika viwanja vya Ikulu kwa taratibu kabisa, na safari kuelekea eneo kilipokuwa kisiwa hicho ikaanza. Ruben, vipi, kuna lolote jipya kutoka kwa jamaa? Ni kwamba kuna daktari wake nimeongea naye kutoka Afrika Kusini. Atakuja majira ya saa 2 hivi. Hivyo atapokelewa na msaidizi wangu. Huyo daktari anakuja kufanya nini sasa? Anakuja kumbadilisha muonekano wake yeye pamoja na mtoto wake. Okay, sawa. Ila Ruben, inabidi uhakiki kwanza hilo zoezi, ili asije akatukimbia. Si unamjua yule jamani kigeugeu. Ya, ni kweli. Na hichi alichokilipa naamini atajaribu kuweza kutafuta namna ya kutaka kuweza kukirudisha. Sasa we Ruben, unahisi anaweza kuwa hatari kwetu yule? Sidhani mheshimiwa, kwa sababu nimemkaba kila sehemu. Hivyo ndo vizuri sasa. Hivyo ndo inatakiwa. Yule tunamtaitisha yule. Rais alizungumza huku akiwa amekunja 4 kwenye helikopta hiyo. Akawa anatazama kwa chini majengo marefu ya kisiwa hicho cha makomando, huku kikiwa kimezungushiwa ukuta mkubwa ambao sio rahisi kwa mtu kuingia wala kutoka, huku ulinzi ukiwa ni mkali mno eneo hilo. Helikopta zote 3 zikatua vizuri kwenye viwanja vya helikopta, huku ulinzi ukiwa ni mkali vibaya mno. Makomando wanaomlinda rais wakashuka katika hizo helikopta, huku wakiwa na bunduki za kivita. Mlango wa helikopta aliyokuwa amepanda mheshimiwa rais ulifunguliwa, na rais alishuka akapokelewa pale kwa shangwe na wanafunzi makomando waliojaa katika viwanja hivyo. Rais akakagua gwaride hilo maalum lililokuwa limeandaliwa na wanafunzi makomando wa chuo hicho. Baada ya ukaguzi wa gwaride, rais akapata nafasi ya kuhutubia kwa ufupi. Rais akaanza kwa kusema, kwanza mimi ninashukuru kwa kufika hapa Goligota. Gwaride linaridhisha kweli kuwa nyinyi ni makomando ambao mmeandaliwa kwa kulitumikia hili taifa. Ninaamini kila mmoja wenu amesikia tukio lililonitokea. Niweze kusema kwamba hilo swala nahitaji liwe la historia. Wote hapa nina imani mnafundishwa ujasusi. Hivyo watakao hitimu mwaka huu mkatuwakilishe vizuri kwenye majukumu yenu. Kwa sababu nina masaa 2 ya kuwa hapa, basi nitaendelea kuangalia yale yote mlioniandalia. Ila kwa sasa nipate kusema na washukuru sana na asanteni sana. Rais aliposema hivyo, wanafunzi hawa wakampigia pale makofi. Walimpigia makofi rais, na rais akaendelea na ukaguzi wa majengo ya eneo hilo. Akaingia kwenye ukumbi ambapo timu ya walinzi wake wapya ipo. Walikuwa wakimsubiri kumwonyesha uwezo wao wa kumlinda. Wakaanza pale maonyesho ya vitendo. Maonyesho ya ndani ya ukumbi yakaisha. Wakahamia nje, wakaendelea na maonyesho ya namna wanavyoweza kumlinda rais endapo akivamiwa barabarani. Muda wote wa maonyesho, tabasamu lilikuwa limemtawala rais usoni mwake. Rais akasema, vijana wako vizuri sana waise.
ikiwezekana leo hawa niondoke nao, hawa wanilinde. Rais alimwambia mkuu wa hiko chuo aliyekuwa amekaa naye pembeni. Yule mkuu akasema, litakuwa ni jambo zuri mheshimiwa. Sawa kabisa. Naamini Ruben ataandaa utaratibu wa kuondoka na hawa vijana, na majukumu ya kunilinda yataanza leo jioni. Nitakapopokea tu mwili wa Rais Max, nataka hawa vijana wanilinde. Hawa vijana wako ngangali sana hawa. Sawa mheshimiwa rais, limeisha hilo. Mkuu wa hiko chuo alijibu huku akiwa anatazama vijana wake wanavyomuonyesha uwezo ambao ni kwa miaka 5 wamekuwa katika mafunzo hayo ya kuwalinda viongozi wa serikali. Naam, msikilizaji, upande wa pili Bobby na Roy walionekana kushuka kwenye gari huku wakiwa wamefika katika shamba kubwa la Mzee Kwai. Mzee Kwai akasema, kama kawaida yenu nyinyi vijana, mmechelewa kwa dakika kama 5, ni uzembe wa bwana. Mzee Kwai alizungumza huku akiwapokea, wakapiana pale mikono. Bobby akasema, mzee, foleni bwana, shikamoo mzee wetu. Bobby alizungumza huku akitabasamu. Mzee Kwai akaitikia marhaba. Mzee, shikamoo. Roy, marhaba. Vipi kijana wangu? Siku zote mimi nilikuwa ninawafundisha namna ya kuwahi eneo. Lazima muwahi eneo husika. Lazima mrudishe muda wenu wa kutoka. Nimewafundisha vingapi? Kabla kuondoka mnatakiwa kupanga muda. Mnaondoka muda gani, mnatakiwa mfike muda gani, na mnatakiwa kuondoka lisali moja kabla. Sasa nyinyi mnaondoka saa 12:30, mnategemea mtawahi. Mzee, bado na kanuni zako za darasani bwana. Sio kanuni za darasani. Jasusi ni jasusi tu. Unajua mimi mpaka nimekuja nimestaafu, na mmepita nyinyi kwenye mikono yangu. Maana yake ni kwamba niliandaa watu ambao wengi wao ni the best kwenye hii nchi. Kwanza hongereni sana. Nimesikia kuwa mmehusika kwenye operation ya kumwokoa rais. Asante sana mzee. Naam, walikaa kwenye mti mkubwa wakapumzika, ambapo chini yake kulikuwa kuna viti vya kupumzikia. Kwanza kabla tujaongelea masuala yenu ya kutaka kwenda kuoa, ilikuwaje mkamruhusu huyu jamaa akarudi madarakani? Bobby na Roy kwanza wakatazamana na kisha wakamuuliza Mzee Kwai, yani kwamba kivipi, mbona kama hatujakuelewa. Hapo Mzee Kwai akatabasamu huku akiwatazama Bobby na Roy. Aliwatazama machoni jinsi walivyokuwa wamejawa na mshangao, na hapo ndipo Mzee Kwai akasema, bahati mbaya sana nyinyi hamkujua kwamba hii nchi mumeikabidhi kwa mtu ambaye ni gaidi sana, mtu ambaye ana matukio mengi mema ya nje, ila na matukio mengi zaidi ya ugaidi ndani yake. Hivi mnajua huyu rais wenu kutekwa kwake ilikuwa ni nafasi ya kumwondoa mazima madarakani. Hakutakiwa kurudi yule. Kauli ya Mzee Kwai iliwacha Roy na Bobby midomo wazi, kwani hawakutarajia kukutana kabisa na story kama hiyo kutoka kwa mwalimu wao. Yani Bobby na Roy wamefundishwa na huyu mwalimu, tena kwenye masuala mengi mno ya kijasusi, tena kwa vitendo. Sasa mambo yanazidi kupamba moto. Bana, unaambiwa siri za rais zinazidi kufunguka kwa watu ambao wanamwamini, watu ambao wanafanya nao kazi. Sasa itakuwaje Bobby na Roy wakifahamu ukweli halisi wa mheshimiwa rais? Unaona itakuwaje? Nikusii tu ya kwamba usikose kuungana nami katika sehemu ya 22, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Mzigo huu umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G. Msulwa na kusimuliwa kwako nami msimulizi naitwa Uncle J Simulizi. Asante na kwaheri.